Ndugu zangu katika imani, mada zilizotangulia ni mada muhimu sana katika mada ambazo Muislamu anatakana kujipamba nazo, hasa yule ambaye anaifuata njia ya wema waliotangulia. Ni jambo ambalo ni la muhimu sana kwake yeye. Kama ile mada iliyotangulia kutilia muhimu aqida, njia ya wema waliotangulia katika aqida, tumeona njia zake. Lakini pia na mzungumzaji wa pili kazungumzia masala ya ilmu. Bila shaka yale yaliyozungumzwa ni mambo muhimu sana. Muislamu atapata thamani, atapanda daraja, atapata utukufu katika hii dini pindi atakapokuwa ameshikamana na ilmu. Salama ya hii dini yako itakuwa salama pindi utakapokuwa dini yako umeijua na kuisoma. Ndio salama ya dini yako. Lakini ukiona hujasoma, dini yako haiko katika usalama. Muda wowote dini yako inaweza ikapotea au kaingia katika upotevu. Kwa hiyo bila kusoma hakuna salama, bali unakuwa ni fitna, bali unakuwa ni mtihani, bali wengine wafikia hali kusema kama mashekhe zetu wasema, bali mtu asiyekuwa na ilmu ni mzigo kwenye jamii. Mzigo. Wallahi, jitizame kwa muda uliokuwa kabla na baada ya kujua kile unachokifahamu. Kwa tuweke juhudi katika jambo la kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni jihad. Hawaiwezi isipokuwa wale ambao wanaweza kupambana na nafsi zao. Jihadi ya mtutu, jihadi ya kurusha mabomu manini, ni jihadi nyepesi sana ambayo hata mtoto mdogo anaweza. Wale wazee wanaelewa baadhi ya vita vilikuwa vikitangulia huko, vijana wadogo saizi ndogo ni miaka 15, 16 walikuwa kipewa bunduki wanaingia kupambana. Jambo jepesi, lakini jambo la ilmu linahitaji ar-rijal. Linahitaji wanaume wa kweli ndio wanasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kupoteza wakati, kwa sababu muda umekwenda sana, nataka nikisimame kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratul Mulk, kila mmoja anaifahamu aya hii, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz al-ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhi khalaqa al-mauta, yani Allah ambaye kaumba umauti, wal hayata, na kaumba uhai. Vyote hivi ni katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio itikadi ahli sunnati wal jamaa kwamba al-hayatu wal mautu makhluqatan, ni viumbe viwili ambavyo vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Vyote hivi Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba na akaviweka kwa wanadamu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili apate kuwatahini kati yenu ni nani atafanya matendo yaliyokuwa mema. Bali salafu salih wakasema ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu, ni yale matendo yenye ikhlas na yenye kupatia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yale ambayo yamepatia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayo yanazingatiwa kwa ni amal, ni ahsanu amala, yenye ikhlas, na pia yakawa yamepatia mwenendo wa nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio inazingatiwa ni ahsanu amal. Ikikosekana haya matendo, hayo ni ahsanu amal, hayo ni matendo mema. Ikikosekana ikhlas, inakuwa ni bid'a, inakuwa shirk. Ikikosekana sunna, inakuwa nini? Bid'a. Kwa ikosekana kitu kimoja kama walivyotaja salaf, bali hayo yote yanakuwa hayazingatiwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake, fa inna Allah khalaqa ibadahu wa akhrajahum li hadhihi ad-dar, Allah ameumba waja wake na wakawatoa kwa ajili ya nyumba hii. Wa akhbarahum annahum sayanquluna minha, akawaeleza, akawapa habari ya kwamba watatoka katika hii dunia. Wa amarahum wa nahahum bitalahum bishahawati almu'aridati liamrihi, kwamba
Allah amewaamrisha na amewakataza, na akawapa mtihani wa matamanio ya nafsi zao yenye kupingana matamanio hayo na amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fanqada li amri Allahi wa ahsanu al-amal, yule ambaye atakayeokoka kwa amri Allah subhanahu wa ta'ala atajiokoa, basi ni yule ambaye atakayefanya matendo yaliyokuwa mazuri, na Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa malipo ya sehemu mbili, duniani na kesho akhira. Ndugu zangu katika imani, kutaja maneno haya, sisi sote tunafahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka jambo hili, na hii ndio itikadi ya ahli sunnati wal jamaa ambayo kila muislamu anatakana aifahamu na asimame hapo. Kwa muislamu ambaye kwake yeye ni salama umauti wake ni yule ambaye amesimama sawa katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an kuwa katika kufa katika Uislamu ni jambo la muhimu sana kwa Muislamu. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu. Allah anasema hakika wale waliosema rabbuna Allah, mola wetu nani? Ni Allah. Sio maneno kama tuliyoyazoea ambayo huenda kila mmoja amesoma madarasa anaelewa maneno haya kwamba anapoambiwa man rabbuka anasema nani? Rabbuna Allah. Allah anawazungumzia innal ladhina qalu rabbuna Allah, wale ambao walisema mola wetu ni Allah, ni wale waliomjua mola wao biasmaihi wa sifatihi alula, kwa majina yake na sifa zake. Hawakujua tu kwa maana ya juu, bali mtu anayejua majina ya Allah na akazifahamu sifa zake Allah, mtu huyu anakuwa amemtambua sawa sawa Allah, atamuogopa na atamnyenyekea na atampenda. Lakini kama hujajua majina ya Allah sawa sawa, sio ile ambayo waliimba watu wengi katika ukhurafi, huwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ar-rahman, sio hiyo. Ukajua maana zake, ar-rahman maana yake nini, ni mambo gani yanafungamana na ar-rahman. Na hii ndo mwenendo wa ahli sunnati wal jamaa. Hawa ambao wanaosema mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na nini? Na msimamo. Msimamo ni jambo la muhimu sana katika jambo hili. Allah anaeleza wakati wa kutoka kwa roho, tatanazzalu alaihimul malaikatu, wanawatelemkia malaika wakija kuwatoa roho, wanawaambia nini? Alla takhafu wala tahzan, kwamba msihofu, msiwe na hofu kwamba mtaingia motoni nyinyi, wala msiwe na huzuni kuna kuhesabu. Ni mtu gani? Ni mtu aliyekufa katika aqida iliyokuwa salama. Anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, anasema istaqamu ala ta'ati Allahi wa ala dini, wamekuwa na msimamo katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na wakawa na msimamo katika dini ya Allah. Sio leo hii mguu uko kwa watu hawa na kesho uko kwa wale, utachana msamba. Dini inahitaji istiqama. Yule sahaba alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, niambie mimi jambo ambalo sitomuuliza yeyote baada yako. Alimwambia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kul amantu billahi thumma istaqim. Maneno mangapi? Lakini maneno ambayo wanachuoni wamesherehesha shuruhat, vitabu vikubwa wakieleza maneno haya mawili. Istiqama ni jambo la muhimu sana, kuwa na msimamo katika kile ulichokisoma, kuwa na msimamo katika kile ulichokuwa unakiitakidi kwa njia ya sawa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewabashiria kwamba wale waliothibiti katika njia ya sawa katika sunna, basi watakuwa wanatelemkiwa na malaika. Lakini pia tunajua aya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu biqawli thabit. Allah anawathibitisha wakati wa roho inaondoka, Allah anawathibitisha wale wenye wanathibitisha kwa kauli yenye iliyothibiti kwa wale ambao wanaamini.
wana imani na wakasimama katika imani ya sawa sawa. Hao ndio wanathibitishwa. Lakini wale ambao hakuwafikishwa katika nyoyo zao, katika siri zao, wameficha mambo mengi sana, wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanya mambo kwa siri ambayo hakuna yote anayeyajua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawafikishwi kuweza kulithibitisha jambo hili. Ndio maana utaona mtu akitaka kutoka roho anaanza kukumbuka migomba, anaanza kukumbuka viwanja vyake. Baada ya kumbuke kwamba natakana nirejee kwa Mola wangu, anaanza kukumbuka mambo ambayo la yamfa'u, ambayo hayamnufaishi. Nasema Mujahid katika tafsiri hii, Mujahid anasema fil hayati dunya wa inda al-maut. Allah anawathibitisha wale wenye imani katika maisha ya dunia na wakati wa kufa. Allah subhanahu wa ta'ala anawathibitisha. Tazama Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna, yule ambaye neno lake la mwisho wakati anatoka roho itakuwa ni la ilaha illa Allah, anaingia wapi? Peponi. Sio yule aliyetamka la ilaha illa Allah tu peke yake, yule aliyeisoma na akaifanyia kazi. Ndio maana hapo kulikokuwa tunazungumzwa, kukaambiwa kila mmoja asome, sio kusema la ilaha illa Allah ikaisha peke yake. Lakini tufahamu ya kwamba pamoja na yote tumeombiwa mauti, umewekwa mauti kwa kila aliyekuwa hai, lakini sio lengo kila mmoja anakufa. Kaifa tamutu, kaifia ya kufa kwako, unakufa vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innamal a'malu bil khawatim, yub'athu al-'abdu ala ma mata alayhi. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mafhumu kwamba matendo huzingatiwa mwisho. Wewe kula ujana, unaokula ujana wako, lakini tambua mwisho umekusanya nini, mwisho unaangaliwa umefanya nini. Mwisho wako unakapoondoka roho ukafa katika jambo la hatari, mja ufufuliwa jile jambo la mwisho, unakufa katika bid'a, unakufa katika shirk, unakufa katika hizbia, mwisho wako unakuwa ni mwisho mbaya sana. Katika mwisho ambao utakuwa wenye kuwasumbua Waislamu wengi, mtu anadhani mwisho mwema ni mtu kufa amesujudu. Nadhani kwamba huo ni mwisho mwema. Mtu anadhani mwisho mwema ni kufa hali ya kuwa labda yuko katika khairi fulani. Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah tizami sura zetu ndugu zangu, wala ila a'malikum, wala tizami matendo yenu mnayofanya, walakin yanzuru ila qulubikum. Huku kuna nini? Hiki ni kichaka chenye kubeba vitu vingi sana. Moyo huu, sawa, moyo huu ukiharibika, umeharibika chochote, kila kitu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo la kufa katika sunna ni jambo la muhimu sana. Kufa sio kufa tu peke yake, kila mmoja atakufa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Lakini unakufa vipi? Unakufa katika hali gani? Hapa tumetoka kuwazika ndugu zetu, tuko pamoja nao, tunawaona, tunaishi nao. Lakini ndugu zangu katika imani, kifo ni mawaidha. Unakufa katika hali gani? Umejiandaa vipi katika kufa? Anasema Sufyan Thawri rahimahullahu ta'ala, ma uhibbu anni ala ma ana alayhi wa anni amutu ghadan ala ghairi sunnah. Anasema mimi sipendi, ma uhibbu anni ala ma ana alayhi, mimi sipendi kuwa katika yale niliyokuwa nayo wakati huu, sipendi. Wa anni amutu ghadan ala ghairi sunnah, na mimi nikaja kufa kesho hali ya kuwa sipo katika sunna. Lakini Waislamu leo hii hakuna kitu ambacho anakichukia kama sunna. Huyo al-Imam Sufyan Thawri ni katika wanachuoni wakubwa wa zamani, na alikuwa na madhehebu yake, sikuwa ilikosa kunusuru. Ni katika wanachuoni waliotangulia wakubwa sana.
anasema kwamba yeye hapendi kuwa katika hali aliyokuwa nayo, lakini anasema wa anni amutu ghadan ala ghairi sunna alaykum bisunna fa innaha lakum najatu. Kwa ndugu zangu katika imani, jambo la kufa muislamu katika sunna ni jambo la muhimu sana, ambayo ni salama kwa kila muislamu, kama wanavyosema baadhi ya wanachuoni waliotangulia wakizungumzia jambo la muislamu. Salama yake ipo katika kushikamana na sunna na kufa katika hali ya sunna. Na hapa kumeelezwa da'wa salafia. Anasema Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, i'lam akhi anna al-mauta al-yawma karamatun likulli muslim laqiya Allah ala as-sunnah. Maneno muhimu sana, lau kama waislamu watayazingatia, yahifadhi kichwani. Anasema i'lam akhi, tambua ewe ndugu yangu, anna al-mauta al-yawma karama, leo mauti ni karama, ni utukufu. Likulli muslimin laqiya Allah ala sunna, lakini kwa kila muislamu aliyekutana na Allah ameshikamana na sunna. Sio tu kila mmoja kwamba kufa ni karama, kida sote tutakufa tu, kufa ni kufa tu. Baba, kukutana na Allah haupo katika sunna, umekufa kifo kibaya, umekufa katika hatari. Karama ya muislamu kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala ni kufa katika hali ya kuwa umeshikamana na sunna. Nukisema sunna nuzungumzia da'wa salafia, sio sunna ambayo imechanganyikana na bid'a kama hizbia. Ni sunnatul khalisa, ni sunna iliyotakasika na min shawaibil bid'i, kutokamana na uchafu wote wa bid'a. Mtu anaona kwamba akiwa mimi nimezaliwa ni mtu wa sunna. Sio hilo peke yake ndugu zangu katika imani. Sunna ni mtu ashikamane ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi, yale aliyokuwa ameshikamana nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Huyu ndo anazingatiwa ni mtu wa sunna, na akifa hali ya kuwa ameshikamana na haya ndo karama yake. Takuja kutaja maneno ya Imam Ahmad na maneno mengine ya wanachuoni. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak anasema, ewe ndugu yangu, tambua kwamba umauti leo hii ni karama kwa atakayekufa, kwa kila muislamu yule atakayekutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kukutana na Allah, hakuna anayekutana na Allah aliyekuwa hai. Hakuna anayekutana na Allah akiwa nani? Hai, isipokuwa wale waliotangulia. Lakini mwanadamu yeyote hawezi kukutana na Allah akiwa hai. Hata Musa au Ibrahim aliomba, alitamani kukutana na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alimwambia nini? Lan tarani, kama huwezi kuniona. Lakini hapa kuna vijineno vya watu wa bid'a, hasasa maibadhi, wanasema Allah siku ya kiyama haonekani, wakitumia aya hii kwamba Allah alimwambia nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba lan tarani, hutaweza kuniona. Tumia neno la lan al-nafyu, kwamba hutaweza kuniona. Wakadai kwamba Allah hataonekana siku ya kiyama. Lakini ni mazingatio ya batil. Ayati ziko nyingi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, ahadith kwamba Allah siku ya kiyama atafanya nini? Ataonekana. Na hii ndio itikadi. Ukisikia sunna sio kuvaa ni sifsaki pekee yake kama tulivyozoea huko, au kwa wake wanne na kufunga ndevu, unaachia ndevu safi, lakini ndani ya moyo mubtadi', ndani ya moyo ni mzushi, umebeba itikadi za kizushi, mshirikina. Matablighi wanaacha ndevu, hata mashia. Si mnamuona Khamenei aliyokufa, mshia, kama maneno ya mtaani, ana uchebe ndevu za kutosha, anaachia nini? Sio kila anayezungumza ukaona akazungumza huyu kama vile mtu wa sunna huyu. Sunna anavaa ni sifsaki. Hata matablighi wanavaa hivyo. Sunna ni itikadi. Ndio maana wanachuoni wameandika vitabu vingi, Sharh as-Sunna al-Imam Ahmad, Sharh as-Sunna al-Imam al-Muzani, Sharh as-Sunna li-Imam al-Barbahari. Sunna kwa maana itikadi, na salama yako inaanzia hapo. Kwa hiyo ni karama. Akasema fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un,
fa ila Allah nashku wahshatana wa dhihab al-ikhwan, sisi tunamshtakia Allah uoga wetu sisi, wa dhihab al-akhwan au dhahab al-akhwan, na kuondokewa ndugu wakafa, tunamshtakia Allah, wa qillat al-a'wan, na kuwa na uchache wa wasaidizi, wa dhuhur al-bid'i, na kudhihiri bid'a, wa ila Allah nashku 'azima ma ahalla bi hadhihi al-umma min dhihab al-ulama'i ahli as-sunnah, tunamshtakia Allah jambo kubwa lililowapata ahli sunna, kuondokewa maulama wa sunna. Ulama ahli sunna kila kukicha kuna kufa, wanakufa wanachuoni, alafu sisi tumestarehe. Dalili za kiyama hizi, dalili za nini alizozieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukurubia kwa kiyama ni dhahabu ulama, hatta la yabqa illa aljuhal, mpaka tafikia hatua wanachuoni wanakufa. Allah la yakbidhu alilma intizaa yantazi'uhu min qulubi alibad, Allah hazichukui elimu kuzitoa kwenye nyoyo za watu akazinyofoa. Ukaamka asubuhi anta jahil, afanye hivyo. Ukaamka asubuhi ni mjinga, Allah hafanyi kitu hicho, lakini anamfisha mwanachuoni. Elimu ndivyo inavyoondoka hivi mpaka haitabakia wasiokuwa na ilmu, na ndivyo inavyokuwa leo hii. Wajinga ndo wazungumzaji. Hapa nilikuwa nawapa mfano jamaa lilodhihiri na fikra za ushia na mfano wake, na ni mjinga, anafungua live TikTok anajirekodi, kila mmoja anajirekodi, ujue nyuma yake kuna nani huko, itikadi aliyoibeba ni itikadi gani. Anazungumza, anasema kwamba mtu anayesali tarawih ni kafiri na anapata madhambi. Mtume hakusali tarawih, subhanallah. Kwanza mara ya kwanza nakutana mpaka nilisisimuka mwili wako. Muislamu anaweza moyo wake uliojaa maasi, umejaa bid'a, na yeye anaweza kufuata jambo hilo wakati ahadithi ziko wazi ambazo zina shaka. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, wanachuoni wanaondoka leo hii, wazungumzaji ndio wengi. Sasa unamsikia Muislamu, sasa sisi tushike nani? Ushike nani? Hasara kwako, utaki kusoma. Huyu shehe akija anatuambia hivi, huyu shehe akija anatuambia hivi, sasa sisi tumshike nani? Kashachanganyikiwa huyu, hana dawa. Hana nini? Dawa yake nini? Dawa yake ni kusoma. Na hii leo hii wazungumzaji ni wengi sana, lakini sisi tumekatazwa na maulama, tumekatazwa na dini, tumekatazwa na pia Qur'an ndio ya kwanza kutukataza kuwasikiliza watu wa bid'a. Hata mtu wa bid'a, huwa napenda kusema mara kwa mara, mtu wa bid'a hata kama anazungumza anatema dhahabu, usiziokote. Hata kama una njaa aina gani, hatuwasikilizi watu wa bid'a, na ndio salama ya kila Muislamu. Kwa hiyo kudhihiri kwa bid'a, alafu wanachuoni wa sunna wanakufa, atakani kubweteka. Toa juhudi yako usome dini. Ahli sunnah wal jamaa wanachuoni ni wachache, kama alivyoeleza Sufyan Thawri rahimahullah ta'ala, kwamba ahli sunna ni wachache na maulama ni wachache mno. Ukiwazingatia ahli sunna salafiyin kwa mujibu wa watu wa bid'a, watu wa sunna ni wachache sana katika jamii tuliokuwa nayo, ni wachache sana. Alafu uchache ule wewe unagurika na wingi. Allah kwenye Qur'an hajasifia wingi, wa qalilu min ibadiya shakur, wachache katika waja wangu ndio wenye kushukuru. Sasa mtu akiangalia labda siku ya Eid watu wa bid'a wamejaza watu mpaka kule, wale mwache kwanza Hamida na kamsikiti kake na waumini wake watatu, utaenda kumsikiliza mtu wa bid'a utapotea. Kwa hiyo akasema wa dhuhuri albid'a wa kad asbahna fi zamani shadid wa harajin adhim, tumekuwa katika zama ngumu sana zenye uchochezi mkubwa wa fitna. Na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam takhawafa alaina ma qad adallana, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukhofisha sisi yale ambayo yatatupoteza kutoka katika njia sahihi. Wama qad asbahna fihi fahadharana wa taqaddama ilayna fihi biqawlin, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukhofia sisi yale ambayo yatakayotupoteza. Tizama hutuba zake nyingi alikuwa kitahadharisha nini? Bid'a. Wa iyyakum
wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalala. Na hadithi zinginezo, iyyakum ametutahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale ambayo yatatupoteza sisi, yanaweza kutuingiza, lakini sisi akasema wama qad asbahna fi, haya aliyotukataza Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeshayaingia. Kadhalika bid'a ndo hizo, watu wengi wameziingia bid'a hizo, na akatutahadharisha yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam tunatakana tuchukue tahadhari nayo. Akasema katika hadithi ya Abi Huraira, atatkum fitanu ka qita'il laylil mudhlim, asema itakujieni nyinyi fitna ambazo ziko kama kipande cha usiku wenye giza. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira, atapambaukiwa asubuhi katika fitna hiyo hali ya kuwa ni muumini, na atafika jioni aliyokuwa ni kafiri. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, atapamba jioni ataingia ni muumini, jioni inaingia yeye ni muumini, kisha asubuhi ni kafiri. Yabi'u fiha aqwamu dinahum bi'arad min ad-dunya, watu watauza dini zao, tauza dini yao kwa mambo madogo ya kidunia, mambo dhalili ya kidunia. Leo hii mtu anauza dini yake kwa sababu ya pesa, anauza dini yake kwa sababu dhalili tu. Mtu anaigarimu dini yake kwa sababu ya MB za 500, anaiuza dini yake hivi. Tahadhari ndugu zangu katika imani. Unaweza leo haya yako, msidhani kwamba yanatokea kwa watu wengine. Wewe unatakana uchukue tahadhari, Ukisikia Mtume anasema kwamba watu wanamka asubuhi wana imani lakini hawafiki jioni wamekuwa makafiri, usidhani kwamba jambo hili. Mfano kama watu leo hii watu wanaowatetea mashia, sio jambo dogo ndugu zangu katika imani. Ashiatu kufarun, na hii ndio itikadi ya al-sunnah wal jamaa, ndio itikadi ya Waislamu kwa yale wanaoyafanya na kwa yale wanaoyaitakidi. Atakani Muislamu kuyasupport haya yanaendelea mpaka sasa. Tumsikie Muislamu mpungufu wa iman ambaye hajui, ni ujinga kabisa. Umeona kwamba Wairani wanavyowatembeza kichapo kina Trump, anafurahia. Wale ni ndugu watatu wamepigana, wote makafiri. Hawa Wazayuni na hawa Mayahudi hawa kwa sababu asili ya Ushia ni Uyahudi. Mwanzilishi wa Shia nani? Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. Sasa ukiona anampiga Yahudi ni kama vile nyinyi mnaishi na ndugu zenu, mkiwa mmekutana labda siku kadhaa, wewe dada yako na kaka yako, kuna watu wananyoshiana vidole, utakufumua, ni mdogo wako na unatakana muhurumie na yeye akuheshimu, lakini anakuambia wewe kaka, wewe mfupi tu, wakati anakuangalizia kule na wewe unampiga. Na hawa Mayahudi wako hivyo, na Mashia ndio wamepigana watu na ndugu yao. Sisi hatuna nafasi kwa wale watu. Ukisoma itikadi zao, wanatamani kwenye vitabu vyao, yani anatamani akiangalia huku na kule akakuona wewe ni mtu wa sunni, akuangushie ukuta ufe. Na imethibiti, historia imethibiti mambo haya. Kama mamuua Hussein, wewe vipi? Wao ndio waliomuua Hussein, wewe la haula wala quwwata illa billah. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kufa katika sunna ni karama, iliyokuwa kubwa ndugu zangu katika imani. Ibrahim at-Taymi rahimahullahu ta'ala alikuwa akisema, Allahumma asimni bidinika wa bisunnati nabiyyika min al-ikhtilaf fi al-haqq wa min ittiba'i al-hawa wa min subili ad-dalali wa min shubuhati al-umur. Alikuwa kiomba dua, iwe Allah nikinge mimi, nithibitishe mimi kushikamana na dini yako na sunna za nabii wako kutokana na ikhtilafu zilizokuwepo katika haki. Ndio maana Mtume mara kwa mara alikuwa kiomba dua, ihdini fima ikhtulifa fi, si ndio? Biidhnik. Wewe ni nani? Mtu amesoma usulu thalatha na kawaidu 4 anaona shakuwa salafi hawezi kupotea. Wewe ni nani? Hawezi kuuliza kwa Kiingereza, who are you? Man anta? Ojiombee dua kila siku ndugu yangu. Mtume alikuwa kiomba dua mara kwa mara. Aqrabu ma yakunu al-'abdu inda rabbih min rabbih huwa sajid. Mja anakuwa karibu na Mola wake pindi anapokuwa na sujudu. Mtume akamwambia nini? Fa akthiru madha ad-du'a, kithirisheni kuomba. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi
ala dinik, ombea nafsi yako dua Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitishe katika sunna. Lakini ndugu zangu katika imani, kufa katika sunna au kufa katika salafia ni jambo la muhimu sana, ndo karama ambayo Muislamu anatakana aipambanie kila siku katika maisha yake. Asipoteze wakati, asipoteze muda, isipokuwa hakikishe kwamba anatakikana kufa katika sunna. Wanachuoni waliotangulia wametaja fadla za mtu kufa katika sunna. Abu Bakari al-Mawardi al-Marudhi, Abu Bakari al-Marudhi rahimahullah ta'ala anasema, qultu li abi Abdillah, nilimwambia Abu Abdillah, man mata ala al-islam was-sunnah mata ala khairi, faqala li uskut, man mata ala al-islam was-sunnah faqad mata ala al-khairi kulli. Huyo anasema alimwambia Abu Abdillah. Abu Abdillah ni al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad ana manawe anaitwa Abdillah. Anasema nimwambia Abu Abdillah, kunya al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Anasema nilimwambia al-Imam Ahmad ibn Hanbal, man mata ala al-islam, atakayekufa hali ya kuwa ameshikamana na Uislamu, was-sunna, na ameshikamana na sunna, mata ala khairin, atakuwa amekufa katika khairi. Atakayekufa katika Uislamu, ameshikamana na Uislamu na nini, amekufa katika khairi. Uislamu gani? Uislamu ule aliyokuja nao nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaushika masahaba, na sunna aliyokuwa ameshikamana nayo Mtume na sunna aliyoshikamana nayo masahaba. Ndio Uislamu na sunna iliyokusudiwa. Ndio maana utasikia maulama wakiomba katika dua zao, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaneemeshe neema ya Uislamu wa madha wa sunna. Ni neema kubwa sana. Allah akikupa neema ya Uislamu na sunna ukavishika sawa sawa kama vilivyokuja, hakuna shawaibil bid'i wa shirk, basi umekufa katika neema ile kubwa sana ambayo la tuwazi shay'a, havipimi na chochote, havilingani na chochote Uislamu na sunna. Al-Imam Ahmad kusema maneno haya ambayo ni maneno mazuri, anamwambia al-Imam Abu Bakar, anamwambia uskut, anasema qala li, aliniambia uskut, nyamaza, man mata ala al-islam wa sunna faqad mata ala al-khair. Imam Ahmad anamwambia atakayekufa aliyakuwa ameshikamana na Uislamu na sunna, amekufa katika khairi zote. Fudail ibn Iyadh rahimahullah ta'ala anasema, tuba liman mata ala al-islam was sunna. Tuba lina maana mbili. Tuba kwa maana shajaratun fil janna, ni mti upeponi unaitwa tuba. Lafu tuba kwa maana ya alfawz walfarh. Walfawz ni kule kufaulu, kwamba amefaulu. Tuba liman mata ala alislami was sunna, amepata kufaulu yule ambaye atakayekufa aliyokuwa ameshikamana na Uislamu na sunna. Thumma baka ala zamanin yati tadhharu fihi albid'a. Si leo hii akija itakuwaje? Anasema thumma baka, kisha akaanza kulia. Analia nini? Ala zamani yati tadhharu fihi albid'a, wakati na zama ambazo zitakuja kudhihiri bid'a kama sasa. Fa idha kana kadhalika falyukthir min qawli ma sha Allah, itakapokuwa hali ndio hiyo, umeshikamana Uislamu na sunna, basi kithirisha kusema ma sha Allah. Ndugu zangu katika imani, huyu maneno anayasema al-Imamu al-Fudail bin Iyad, miaka 1000 imepita, anasema maneno haya kwamba bid'a anaogopea, analia kwamba anamwogopea Allah subhanahu wa ta'ala, analia kwa wakati ambao utakuja baadaye, kama zama tulizokuwa nazo. Inikithiri sana bid'a za wazi, mpaka katika milango ya watu wa sunna bid'a zimeingia. Anailia zama ambazo sisi tuko nazo leo hii. Akija leo hii ni mtihani atakaokuta mtu anaamua tu anajisemea bid'a zilivyodhihiri, kama shekhe yule anayesema kwamba
kwamba maulidi ni bora kuliko Lailatul Qadr. Maulidi ni bora kuliko madha, na wanaitetea. Alafu akizelewa maulidi kwamba ni usiku alizaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akisema maulidi kusudia matendo yake yale. Bid'a zinatetewa kukulinganishwa na aya huko mbele, kama yule shekhe ambaye watu wachane naye tu kwa sababu muda umeenda sana. Lakini pia Yahya ibn Aun anasema dakhaltu ma Sahnun ala ibn al-Qisar wa huwa marid. Anasema Yahya ibn Aun rahimahullah ta'ala katika wanachuoni walitangulia, niliingia na ibn Sahnun kwa Ala ibn Qisar, tuliingia nyumbani kwake hali ya kuwa ni mgonjwa. Faqala ma hadha alqalb, qala lahu almaut walqudum ala Allah. Vipi huu uoga wote huu? Uoga huu wote wa nini? Asema ni mauti na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sahnun anasema alasta musaddiqan birrusul. Anamuuliza yule mtu ambaye walina kumtembelea bin Qisar, anamuuliza hivi wewe uswadikishi mitume? Hauamini mitume wewe? Kwa sababu tasdiki kwa maana ya iman. Hivi wewe huamini mitume? Wal ba'th, hauamini kufufuliwa? Wal hisabi, na kuhesabiwa? Wal jannati wan nar, hauamini pepo na moto? Wa anna afdala hadhihi al umma Abu Bakar thumma Umar, na aliyekuwa mbora katika umma huu ni Abu Bakar kisha Umar. والقرآن كلام الله، na maneno ya Qur'ani ni maneno ya Allah, ghairu makhluq, sio kiumbe. Wa anna Allah yura yawm al-qiyamah, ya kwamba uamini kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama. Wa annahu ala al-arshi istawa, na Allah yuko juu ya arshi yake. Wala takhruju ala al-a'immati bis-sayfi, wala usitoke dhidi ya watawala kwa upanga. Sawa, usitoke dhidi ya watawala. Wa injaru, hatta kama watafanya dhulma. Qala i wallah, kasema wallahi mimi naamini. Faqala mut idha shi'ta mut, idha shi'ta mut, ukitaka kufa kufa. Yani ukiwa naamini imani hizi, unaamini hisabu, unaamini kufufuliwa, unamsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ukiamini mambo haya, kufa wewe, kufa tu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaahu, anayependa kukutana na Allah na Allah anapenda kukutana naye. Lakini vipi unakutana naye? Itikadi yenyewe mzigo. Subhanallah. Leo hii kutaka kuna balaa, mwambie shekhe kesho unakufa wewe. Mtakwambia unaniua. Unataka kuniua, unanibashiria kufa shekhe. Lakini ni kwa sababu watu hawajasimama sawa katika itikadi. Hatujasimama sawa. Itikadi inasimama sawa kwa kuisoma. Mtu akajua hisabu ni nini siku ya kiyama, akaamini kuanzia kufa kwake kuna nini baada ya kufa katika kaburi lake. Jambo la kuwasadikisha mitume ni jambo sio jepesi kama wanavyodhani baadhi ya Waislamu. Watu kutoka dhidi ya watawala, si ukhawariji huu, ni kinyume na sunna. Napenda huwa nakupenda kijaga huku, wanapenda kuyataja mfano 2012 tuliambiwa tutoke dhidi ya watawala, tugome, ndio kutoka dhidi ya watawala. Sura za kutoka dhidi ya watawala sio sura moja tu ya maandamano au kutoka kwenda kufanya upingaji. Pia na migomo ni kutoka dhidi ya watawala. Pia mtu kukataa kuhesabiwa sensa ni kutoka dhidi ya watawala. Hata tukiulizana hivi, wewe ukihesabiwa, wewe mtawala akatuma mtu bwana kamhesabu yule, unapungukiwa nini katika manhaji yako? Au sunna yako inapungukiwa nini? Imani yako inapungukiwa nini? Lakini tulikatazwa. Ulikuwa ni ukhawariji. Mtu anayekufa katika hali ya mkufa kinyume na sunna. Unikufa mtu katika ukhawariji, kafa katika fikra za ukhawariji, akatoka dhidi ya watawala, amekufa ala ghairi sunna, kafa ni mtu wa bid'a. Lakini pia kuna al-Qur'an kalamullah,
kuamini kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama, kinyume na maibadhi ambao na wengineo katika ahlul bid'ah ambao waamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hataonekana siku ya kiyama. Lakini pia kuamini moto upo, kiumbe hiki kimeumbwa na Allah, pepo ipo imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu na wale wenye kuwa na imani. Lakini bado ukirejea katika masala ya Abu Bakar na Umar, kama walivyotangulia salafu saleh kwamba wasomesheni na wahifadhisheni watoto wenu kujua kwamba Abu Bakari ni mbora baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahifadhisheni itikadi za masahaba, wasomesheni watoto wenu masahaba. Hii itikadi kwa wakati huu ni jambo la muhimu sana. Radi kwa manani? Kwa Shi'atu Rafidha. Salafu saleh walikuwa kiwafundisha Abu Bakar, watoto wanaimbishwa Abu Bakar kama ni bora kuliko watu wote baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaimbishwa. Leo hii mashia wanawatukana masahaba, wanamtukana Abu Bakar, wanamtukana Umar, tena Umar wanamuita taghut, wanamuita jibt na mfano maneno kama hayo. Wanawatukana masahaba ambao baadhi ya wengine wanawapokea na kuwatetea, ambao kwenye misikiti yao kila Ijumaa anataja na kuombea radhi ya masahaba, Abu Bakar radhiyallahu anhu, wanaimba. Lakini ikija katika kadhia ya watu wanaowatukana na masahaba hawana msimamo. Hawatu bado hum ghairu ala sunna, hawapo katika sunna. Lakini pia ndugu zangu katika imani, al-Imam Malik rahimahullah ta'ala kwa kumalizia anasema man mata ala sunna falyabshir, man mata ala sunna falyabshir, atakayekufa aliyokuwa ameshikamana na sunna basi apate bishara ya kuingia peponi. Ni bishara atakayekufa. Amerejea maneno haya takriban mara mbili. Atakayekufa man mata ala sunna falyabshir, atakayekufa katika sunna basi ajibashiria khairi. Kwa ndugu zangu katika imani, tizama ndugu yako, tizama nafsi yako, unakufa katika hali gani? Je, unakufa katika sunna? Je, unakufa katika msimamo gani? Je, itikadi yako iko sawa? Lakini haya yote yatakusanyika kwa mtu ambaye atashikamana na al-manhajus salafi salih. Al-manhajus salafi salih ndio itakuwezesha kuweza kuitakidi itikadi ya sawa sawa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, turejee, tumuombe Allah tufishe katika sunna na atupe mwisho mwema wa kushikamana na kitabu na sunna, kwa sababu haya tumeona karama na utukufu wa Muislamu ni kushikamana na nini? Ukutane na Allah ukiwa ni mtu wa sunna. Unaweza ukakutana katika hali za baadhi ya Waislamu, anaweza akakerwa kidogo katika msikiti au akakerwa na shekhe wake, akazira na usalafi, akazila na nini? Na sunna. Watu wako amesemwa kwamba wewe bwana hauswali swala kwa jamaa, anapuuza, anaondoka zake na siji kuswali. Sasa unamvimbia nani? Unamvimbia nani? Sunna unajivimbia mwenyewe ndugu yangu. Mtu anapuuza sunna, mimi nikienda kule alafu hakuna salama nyingine isipokuwa ashirikiana na ndugu zake hao masala, bali anaenda kujichagulia jambo baya zaidi, kukaa na watu wa bid'a. Wanachuoni waliotangulia walikuwa ni wakali sana kwa watu wa bid'a, wakali mno, walikuwa walembei jambo lolote katika watu wa bid'a. Lakini leo hii mtu anamcheka, bali mpaka wanaona kwamba man tabassama ala wajhi almubtadi' faqad ahabbahu. Anamchekea mtu wa bid'a anakuwa amempenda, na anayempenda mtu wa bid'a akapenda bid'a, napenda kuenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamefikia hali mpaka mtu anaika vidole vyake masikioni asisikilize hata Qur'an ya mtu wa bid'a. Lakini sisi kwenye simu zetu mtu anaperuzi tu, anamsikiliza fulani, anamsikiliza fulani, anamsikiliza fulani, anamsikiliza fulani, kesho na kesho kutwa. Kwa sababu kama wanavyokuwa wanasema salafu salih, anayemsikiliza mtu wa bid'a anaondoshia halawatul hadith, anaondoshia utamu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mtu wa bid'a akapenda hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ukimsikia msikilize tu yule Sheikh Mshangazi, taarifunahu Sheikh Mshangazi, uone kwamba ameondokwa na ile ladha ya hadithi. Mtu anaamua kumvita bimke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Khadija Mshangazi. Shangazi ni shangingi.
Sasa mtu anaweza akasema Sheikh anazungumza maneno mazuri kwenye maneno mengine. Hakuna mtu wa bid'a anazungumza maneno mabaya pia. Yapo mazuri mengine anayazungumza. Lakini kuzungumza batil, kuzungumza bid'a inachafua yote. Ni kama msosi mzuri, chakula unachokipenda, alafu wajewekwe khalamu. Utakula wewe? Ndio umetengewa chakula kizuri hotelini, lakini pembeni imewekwa studio pale. Mtu kinyesi kimeweka kwenye kama ndizi. Riyadhu billah. Utakula? Ndio kama vile mtu kwenye mazuri yake mengi akaingiza bid'a. Utasikia kwani bwana hana mazuri huyo? Mazuri yako. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani imewataja wakina Abu Jahali, imewataja wakina Abu Lahabi hana mazuri. Abu Lahabi amemtoa mtumwa ili mtume anyonyeshwe pale. Sio kuna zuri kama hilo? Lakini kwa nini anatajwa vibaya? Tabbat yada abi lahabi watabba. Usidhani kubaki katika sunna bila kusoma. Narejea maneno kukazia yale yaliyozungumzwa mwanzo. Ukibaki katika salafia bila kusoma, utajikuta ni mtu wa bid'a kwenye safu. Wajiona uko katika usalama lakini umeangamia. Usiposoma utajikuta wewe ni hizbi katika safu ya masalafi. Utajikuta unakufa katika kinyume na sunna, unakwenda kuangamia. Tumeona kwamba al-mautu karama inda man? Liman laqiya Allah ala sunna. Kwa yule atakayekutana na Allah ameshikamana na sunna. Watu wengi wanakufa, na hapa tumetoka msibani. Na ndugu yangu mwingine kule Kalela kafiwa na mkewe. Na watu wanakufa, sio leo, ajali, vifo, viko vingi. Lakini unakufa katika hali gani? Iangalie nafsi yako, ikague. Iangalie nafsi yako, fanya nini? Salama ya dini ipo kwenye kusoma na kushikamana na sunna. Tulivyohifadhishwa na maansari miaka ya nyuma, mpaka wazee wetu wako hawakurejea kusoma mpaka sasa. Ukiangalia sunna walioishika ni sunna mtihani, ni mtihani. Hata mashaka zao, yani ukiangalia hawa waumini usipati tabu, angalia mashaka zao wakoje. Tizama mashaka zao wakoje. Hawajishughulishi na ilmu. Hata ukishughulisha na ilmu, riaa fiha, kwenye mambo yao riaa nyingi sana. Alafu pia hata wakisoma hawasomi ile sunna yenyewe ala ma jaa bihi an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Wanaenda kusoma siasa, wanaenda kusoma kadha. Kwa tusome ndugu zangu katika imani. Nilikuwa nikimsikiliza al-Imam, kama sijasahau, ni Ahmad an-Najmi rahimahullahu ta'ala, anasema salafi ambaye ana elimu kidogo ni bora kuliko mubtadi' aliyesoma elimu kubwa. Si kuna wazee walikuwa kitutambia, wewe una elimu kama Sheikh Mustafa, alafu unamwangalia ni mtu wa sunna anasema maneno haya. Mjinga mmoja anasema maneno haya, yani hata fikiri kwamba Sheikh Mustafa alikuwa ni shekhe, alafu ni mtu wa sunna anasema maneno haya. Bila shaka watu wengi wanamjua Sheikh Mustafa. Kwa hiyo unaweza ukaona ni watu wa yani hao mashaka ambao wanazunguka wanakuja kwenye misikiti ya watu wa sunna ndio walikuwa wakisema maneno haya. Kwa sababu mimi nimeishi nao mjini na wajua. Na huwa wapendi kunizungumza maneno haya. Kile walikuwa kiwatetea mpaka ilifikia hali wanasema kwamba yeyote ambaye hakusoma labda hakusoma kwa Sheikh Mustafa asipande mimbari zetu. Hivi kweli ni mtu wa sunna anaweza kusema maneno haya? Yani mtu wa sunna kabisa aseme kwamba yule yeyote ambaye hakuingia hakusoma kwa watu wa bid'a asiingie kwenye misikiti yetu. Alafu nyinyi mmeshakuwa watu wa sunna, mnawazaki watu wa bid'a. Ukiona mtu anawazaki watu wa bid'a ujue bid'a ipo hapa. Kwa maana mwanzoni nilikosoma maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah hatizami huku. Unaweza kuwa unavaa istifsa, unafanya kadha, lakini hapa wewe umebeba machaka ya vitu vingi, mchawi kadha. Ukisikia mshirikina sio anayepaa wala mganga. Mshirikina tu yeyote atakayeitakidi kinyume na itikadi iliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo ni mshirikina. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho mwema. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe katika sunna na atupe mwisho ambao
utakuwa wenye kumridhisha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.